Taasisi ya Marafiki wa Maendeleo Handeni Maha yaanza utekelezaji wa ahadi zake. Mratibu wa taasisi hiyo ya Maha CPA Yasin Mohamed Samsimbazi amesema, tupo hapa ofisini chama cha ofisi ya SACCOS ya walimu tukiwa tumekuja kutimiza ahadi ambayo mwenyekiti wetu au tuseme Maha tuliahidi kwa walimu. Kwa tunaamini mashine hii ambayo tutawapatia walimu leo wakaitumia hata kama chanzo cha mapato. Kwa pia itasaidia katika kuboresha uchumi wao, uchumi wa SACCOS yao. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu Bi Mariam Muniwa, photocopy machine ambayo tulikubaliana au mlituomba, sisi leo tumekuja hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi yetu. Akipokea mashine hiyo, makamu mwenyekiti wa SACCOS ya walimu. Mwaka jana katika mkutano wetu mkuu tulimkaribisha mwenyekiti wa taasisi ya Maha, na katika maombi yetu yaliokuwa ya kimuhimu sana ilikuwa ni pamoja na hiki kifaa kilichotupatia leo. Kwa kweli tumefurahi sana kwa sababu ni kifaa ambacho tulikuwa tukikihitaji kwa mahitaji makubwa sana. Pengine gharama zingine ya kupata hiki ingebidi zitoke katika mifuko ya wanachama au kwenye hisa zao, lakini tunaamini sasa tumeshaokoka na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Taasisi hii imejumuishwa pamoja na halmashauri 3, ikiwa ni Handeni mji, Handeni vijijini na pamoja na Kirindi. Ina wanachama wapatao 736. Wote ni walimu wa kada ya ualimu. Kwa kweli tulikuwa tuna mahitaji mengi, lakini hili lilikuwa ni moja kubwa sana. Tunawashukuru sana sana sana. Kwa hiyo kwa niaba ya mwenyekiti pamoja na wanachama wenzangu tunapenda kukabidhi hii kama tu appreciation. Tunashukuru sana. Tunaomba mtufikishie hii kwa mwenyekiti, lakini pamoja na viongozi na wanafanyakazi wote wa Maha kwa ujumla. Tunashukuru sana 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 na asanteni sana. Naye diwani wa kata Kwediamba pamoja na mwalimu wa shule ya Mpakani kwa furaha wakipokea tenki hilo la kuhifadhia maji ya kunywa kwa wanafunzi hao, nao walikuwa na hili la kusema. Asante. Kwa sisi kwa shule ya msingi Mpakani tunakaribiwa na changamoto kubwa ya wanafunzi kupata maji ya kunywa. Kwa hiyo tunashukuru hii simtaki itawasaidia watoto kupata maji kipindi wanapokuwepo shuleni, na itakuwa imetatua kwa sababu watoto wanaenda nyumba za jirani kuomba maji, kwa sababu maji hata tukiwa nawe hayatoshelezi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitatusaidia sana kwa watoto pamoja na sisi pia walimu. Tunashukuru sana taasisi ya Maha kwa kutujali, kwa kutuletea sim tank. Kwa hili tenki kwa wakati huu ambao Maha wamekuja kutusaidia, wamefanya kazi kubwa sana. Kwa sababu hata kama tutavuna maji pale bwawani ni rahisi kujaza hapa na wanafunzi wetu wakawa hawapati shida tena. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa msaada huu waliotuletea. Wametuletea muda muafaka. Tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi sim tank ambalo tuliliahidi mwaka jana wakati wa mahafali ya darasa la 7. Walituomba kwamba shule hii ina changamoto ya sim tank kwa ajili ya kuhifadhia maji. Kwa sisi kama Maha tutalichukua na leo tunatimiza ahadi ambayo tuliwaahidi kwamba tutawaletea. Taasisi hiyo pia walitekeleza ahadi nyingine ambazo walitoa katika makanisa na misikiti. Tulikuwa na dua miezi kama 2 iliyopita au 1.5 hivi wa kumwombea kiongozi wetu, ndugu yetu ambaye tulikuwa naye kwenye taasisi yetu hii. Ndugu yetu huyu ndo alitufanya mpaka sisi wengine tukafika Komale na pengine mpaka leo tuko hapa. Shekhe wa kata kama sikosei alisema hapa kuna changamoto ya ujenzi wa msikiti. Kweli. Na sisi kama taasisi isiyokuwa serikali ambayo taasisi hii inaongozwa na mwenyekiti wake Bi Mariam Muniwa, kuhusiana hii changamoto ya ujenzi wa msikiti hapa, yeye kwa niaba ya taasisi tutachangia kitu gani? Naam. Mwenyekiti wetu akatangaza pale hadharani kwamba tutachangia shilingi milioni 1. Shehe wangu pia tuliwasiliana kama sikosei kwamba bwana tunakuja kwa ajili ya kuleta ile ahadi ambayo mwenyekiti aliahidi. Kwa hiyo hatuna mengi sana isipokuwa tumekuja tu kwa ajili ya kukabidhi kile kiasi ambacho tulikiahidi kama taasisi kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wenu unaoendelea hapa. Miongoni mwa mambo ambayo wananchi wa hapa kwa Magome walizungumza kwetu ama kuomba kwetu ilikuwa ni kusaidia ujenzi wa msikiti huu. Kwa sisi kama Maha tukaipokea ile changamoto
na leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi. Taasisi ya MAHA imekuwa ikifanya mambo mengi na jamii, imekuwa ikishirikiana na jamii, lakini pale ambapo jamii inahitaji chochote kutoka kwetu, basi taasisi imekuwa tunapambana kuhakikisha kwamba tunatekeleza hizo ahadi zetu. Kwa hiyo leo tumekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya kukabidhi kiasi cha shilingi 500,000 ambayo mwenyekiti wetu aliwaahidi. Nakabidhi vitabu hivi vya elimu ya dini ya Kiislamu ili mkaweze kuvitumia kama ambavyo mlituletea ombi kwetu. Simama kwa sisi. Lakini tukitegemea serikali ndio iweze kutoa elimu kila siku. Serikali tunasema ni sisi, lakini kwa kule iliko bado iko mbali. Sisi wanajamii ambao tuko huko chini. Hizi taasisi zetu zinaundwa na sisi wanajamii huko chini. Tukishirikiana na viongozi wa serikali, tukatoa elimu pamoja na kufacilitate vitabu kama hivi, basi elimu itafika mpaka kule kwenye mashina na hatimaye jamii yetu inaweza kukomboka na matukio haya ya ukatili wa kijinsia. Wakipata nafasi ya kushukuru kwa viongozi wa dini zote mbili, nao walikuwa na haya kusema. Kwanza, jambo la kwanza, hakuna sehemu ya mshahara ambayo tunapata, ni sehemu ya kujitolea. Kunazo changamoto mbalimbali, labda shule zinakuwa ziko mbali, lazima upatikane usafiri kuelekea katika shule ili kuwahi vipindi. Sasa changamoto tulizokuwa nazo ni nyingi ambazo sisi binafsi kama taasisi zinatugusa, lakini tuseme tu ndugu zetu wa MAHA, kwanza tuwaombee Mwenyezi Mungu awazidishie kwa hili. Lakini pia changamoto bado tutaendelea kushirikiana nao, tuone namna gani tutasaidiana juu ya hizi changamoto ambazo tunazo. Walimu ni wengi ambao tuko nao, vitabu hivi tunashukuru tumepata mwanzo huu mkubwa na vitabu ni vingi, lakini kuzifikia zile shule kuna za mjini na za pembeni kidogo ni sehemu kubwa ya changamoto ambayo tunayo. Na shukuruni sana nyie ambao mmefika hapa, na changamoto ipo ambao unamuona katika hii kanisa, huwezi kwenda kusema kwamba upige tochi. Inaonekana kwamba ni bado iko wazi, bado nataka kiendelezi. Kwa hiyo tunashukuru sana mikono yenu ambao mmefika hapa na inaendelea kufanya juhudi ya kuongeza. Na ukabidhi hii 500,000 iweze kutumika kama ambavyo ilikusudiwa. Shukuru, siku ya leo tumepokea mifuko 50 kutoka kwa ndugu zetu viongozi wenyekiti. Leo tunashukuru Mwenyezi Mungu wote ambao dunia nzima, Waislamu na wale ambao sio Waislamu, Mwenyezi Mungu awajalieni tuweze kupata mchango huu tukusaidia Waislamu. Nawashukuruni sana. Bado nahitaji msaada kutoka kwenu ndugu zetu hawa MAHA. Samsimbazi. Nakushukuru. Shehe Mustafa. Karibu. Hapa ni Komwale, mtaa kwa Mneke. Lakini hili mlilonifanya ni kubwa sana. Tunazidi kuwaombea dua, mzidi kutuongeza.